Sasa Mheshimiwa Rais, swali langu ni la katiba. Tumekuchagua kwa kura zetu zote wa Tanzania kwa ujumla, haijalishi nani alimpigia nani, lakini aliyeshinda amechaguliwa na wote. Kwa hiyo ni rais wa Tanzania wote, waliokuchagua na hata wasiokuchagua, wanaokupenda hata wasiokupenda. Wakati unaapishwa, uliapa kwa kutumia katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwamba nitailinda katiba hii. Sasa miongoni mwa haki ambazo zimetolewa katika katiba kuna kitu kinaitwa separation of power, yani mamlaka ya rais, mamlaka ya bunge, mamlaka ya mahakama. Haitakiwi katika vyombo hivyo vitatu mmoja awe mkubwa zaidi ya mwenzake. Ulipoingia tu madarakani, Mheshimiwa Rais, jambo la kwanza ulilofanya ulizuia zile safari za nje, na tangazo likatoka kwamba hata watendaji wakuu wa bunge, hata watendaji wakuu wa mahakama, ili waweze kusafiri lazima waombe kibali kwako kama rais wa nchi. Kwa swali ambalo ni la msingi katika separation of power, ulitumia mamlaka gani ndani ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuamuru na bunge lifuate unayoyataka na mahakama ifuate unayoyataka? Na hilo swali lake la pili dogo, bunge limetoa ruhusa na mamlaka ya kukutana, kushiriki kwenye shughuli za siasa, freedom of movement, freedom of expression, na uhuru wa kufanya mikutano. Lile tangazo lako la kuzuia mikutano ya kisiasa, wewe kama rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania unaoilinda katiba yetu, umetumia mamlaka gani kulitoa? Yaani katiba inakuruhusu kitu ambacho katiba imeruhusu, alafu rais unasema hiki hapana, ila katiba yetu pia imekupa ruhusa ukiamua kutumia presidential decrees katika uamuzi wako, lakini sijaona wapi umeitumia. Kwa hiyo ulitumia mamlaka yapi katika katiba kuzuia huo uhuru wa kujieleza na uhuru wa vyama vya siasa kufanya mikutano ya kisiasa? Asante sana. Asante sana Mayara. Na Mayara kwa lugha yetu ya Kisukuma maana yake ni njaa. Kwa hiyo Mayara inawezekana alizaliwa wakati wa njaa. Nataka kukuhakikishia Mayara, unapoapa kama rais, tumeapa kulinda katiba ya nchi, na hili nataka kukuhakikishia. Lakini kama unakumbuka, nilifikiri ungeniuliza swali, kwa nini hotuba yangu ya kwanza ya kubana matumizi nilitolea bungeni? Umeshawahi kujiuliza hilo swali? Kwa nini nilipewa nafasi ya kwenda mbele ya bunge, spika yuko pale, nikazungumza hotuba yangu ya kwanza ya kubana matumizi, na nikazungumza wizara zilizokuwa zinaendesha kwa kutumia hela vibaya kwa safari?